Tanzania bara ya NBC. Wao nao wana michezo miwili lakini mchezo wa kwanza wanaanzia pale Luangwa katika uwanja wa Majaliwa dhidi ya Namungo. Namungo ambao wametoka kupasuka mbele ya Tanzania Prisons mabao 3-2. Namungo ambao ndio wanaye kinara wa ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC, Fabrice Ngoi, kijana wa Kitanzania. Tunakwenda kushuhudia mchezo namna gani? Young Africa ambao mchezo wao mwisho wamecheza na Cosmopolitan wameshinda mabao 2. Buba Jamel ndiye ambaye alikuwa man of the match wa mchezo ule. Je, kuna kitu ambacho mwalimu Pedro Goncalves anakwenda kukiapply katika mchezo dhidi ya Namungo? Yes, lazima, kwa sababu sitaki kuamini kama Pedro sasa hivi anafikiria dabi. Sitaki kuamini hicho kitu. Anafikiria mchezo ambao upo mbele yake ambao ni hivi. Pedro amewahi kuhudumu ndani kwenye dabi? Hapana, ndio ya kwanza. Kazi kwa ndio ya kwanza. Ana kisanga. Kwa hiyo wakati anaendelea kuitafuta pick ya wachezaji wake kutengeneza morali ya mchezo, lazima kwanza aanze na hii michezo. Kwanza ashinde mchezo huu, sababu mchezo wa dabi una alama 3, lakini pia pressure yake ni kwamba ukipoteza ni kama umepoteza dira ya ubingwa, sababu umefungwa na mshindani wako. Nakumbuka sasa hivi Young Africa amemshinda pia Simba Sports ya alama, si ndio? Kwa sababu Simba alipoteza dhidi ya Azam. Huu mchezo wa Yanga na Namungo ni mchezo ambao Young Africa anakutana na mtihani mwingine mgumu, kwa sababu tunafahamu Namungo ya Pep Guardiola mnene Juma Mgunda. Kuna namna ambavyo imekuwa na tengeneza mazingira mazuri ya kuweza kuleta bato halisi, lakini kwa Yanga hii iliyo bora ni kazi ngumu sana kuweza kumwamini Namungo mbele ya Yanga, kwa sababu Yanga wana option nyingi kwenye mchezo. Ukitaka kuamini hiyo Yanga na option nyingi, tazama mchezo dhidi ya JC Kabylie. Yanga dhidi ya JC Kabylie kwenye mchezo wa CAF Champions League, baada ya kumia Pacome Zouzoua, mwalimu baada ya kumnyanyua mchezaji mwingine ambaye ana asili ya winga, alimuingiza mchezaji ambaye ni kiungo kwenye nafasi ile. Kwa pale tayari unakuonyesha kwamba hii ni timu ambayo ina squad pana. Kamuingiza Mudathiri na timu ikatengeneza nafasi, nikapata mabao 3 kwenye ule mchezo. Licha kwamba Pacome alishatengeneza bao 1 kwa mkojo penalti. Kwa hiyo hili jambo ambalo Namungo ndio kuliface tarehe 22, si ni kesho? Si ndio? Kesho. Ni kesho. Baada ya mchezo huo tutakuja kugundua kwamba Young Africa amechezaji kuelekea mchezo mwingine dhidi ya JKT, kwa sababu Young Africa na mchezo mwingine mgumu dhidi ya JKT. JKT ni moja katika timu ambazo zimekuwa ngumu, hata walimu wake kimbinu ni Ahmed Ali, kocha wa JKT. Kwa hiyo wakati anapambana na Pep Guardiola mnene ambaye anapenda mpira utembee kwa vijana wake, hajawahi kuwafunga wachezaji wake kujiche. Maana si hivi, no. Anapenda football itembee. Ndio maana unaona kuna bwana mdogo Fabrice Ngoi. Hii ni mara yake ya kwanza kucheza ligi kuu. Kwa sababu unakumbuka wakati anacheza Kitayose, si ndio? Wakapanda ligi kuu, si ndio? Baada ya hapo ni kama yeye wakamkata, ikabaki Tabora United kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo akabaki kwenye kuhengeng. Msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu akiwa na Namungo, unaona namna ambavyo amekuwa kwenye hali ya ushindani. Ni mchezaji ambaye anafunga kila aina ya goli. Kuna goli alifunga kwa acrobatic, one of the best magoli ambayo mimi nimeshuhudia kwa Fabrice Ngoi. Na bwana mdogo kweli kweli. Ni mdogo, nimeshuhudia kuona anafunga magoli ya mbali. Magoli kwa speed, anachomoka kwenye mabeki. Yes, anaweza kupiga header na kimo chake jao cha kawaida. Kwa hiyo ni silaha moja na Mungu alionao, lakini Young Africa wana silaha nyingi, wana depth pale eneo la juu, ambaye kwenye CAF Champions League kafunga goli 2 kwenye mechi dhidi ya JC Kabylie. Sio jambo dogo. Wana Dube Prince, si ndio? Wakati huo wana Mzizi amepona. Amerejea. Kwa hiyo ukiangalia wakati wewe una depth wakati wewe una Fabrice Ngoi mmoja, Young Africa na kina Fabrice Ngoi 4 mpaka 5. Kwa kuna kazi kubwa ya kwenda kufanya. Cha kwanza uheshimu Young Africa, then utafute minzi ya kuanza kutafuta matokeo katika mchezo huo. Lakini haiwezi kuwa mechi nyepesi, kwa sababu ni mchezo ambao Namungo yuko nyumbani itaji. Na hakuna mechi ya Namungo na Young African sio Majaliwa au nje ya Majaliwa. Uaga nakumbuka tangia kipindi cha Papa Mwinyi Zaera, Namungo anakuwa wanatoa test ya asilia kwa kikosi cha Dar es Salaam Young African. Changamoto pekee ambayo mimi natamani ningeshauri kwa Young Africa, huu si wakati kufanya rotation kubwa. Kwa mwalimu Pedro Goncalves, si wakati wa kufanya rotation kubwa. Kwa mfano, mchezo wa Yanga na Cosmopolitan, mwalimu alifanya rotation kubwa, timu ikakosa balance maeneo mengi sana. Ni vile tu kwa sababu Young Africa walitafuta matokeo na quality walionayo wakapata matokeo magoli 2. Lakini kwa mchezo ulivyocheza Young Africa dhidi ya Cosmo, ukacheza na Namungo upate matokeo. Tu yani kabisa ile. Ni ngumu kupata. Unadhani mwalimu Pedro Goncalves anaweza akaingia na approach na timu kama ile katika mchezo wa Namungo? Of course, nini ambacho anakiofia? Kwa sababu mwalimu anaweza
anaweza asibadilishe kikosi 100%, lakini akafanya changes kwa wachezaji walioperform kwenye mchezo. Kwa mfano Buba Jamaa alifunga magoli mawili kwenye ule mchezo dhidi ya Cosmopolitan. Ile kwake ni inamtengenezea mwalimu kuamini kwamba okay, huyu performance yake ipo kwenye level hii, naweza nikamtumia kuanza au nikamtumia benchi, si ndio? Akamuongeza pia dakika nyingi. Kwa hiyo anaweza katengeneza pressure kwa mchezaji na akashindwa kuperform. Tayari mtu akateka advantage kwenye nafasi ile. Ndio maana nasema kwamba sitegemei kuona mwalimu akifanya rotation kubwa sana kuelekea mchezo huo. Ndio tunafahamu Pacome toka kwenye majeraha, lakini anaweza kaanzia benchi pia, lakini Mudathiri yupo, anaweza kufanya kazi nzuri kwenye nafasi hiyo. Max Nzengeli anakupa energy, Damaro yupo, si ndio? Huyu Duke yupo. Kwa hiyo unaweza usifanye rotation hiyo kubwa ukafanya wachezaji wakapata nafasi. Tumeona Mshairi yupo alicheza, lakini sio mechi ya kumwacha Diarra pia benchi. Kwa hiyo ukifanya rotation kubwa unaweza kaifanya timu ikakosa balance na ukadhibiwa kwenye michezo ya ligi kuu. Passion, kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, ni mchezaji ambaye mpaka hivi sasa anazungumzwa sana ni kinda kutoka Uganda, Allan Okello. Wengi wakiona kwamba haperform, wengine wanasema kwamba ana namba nzuri. Kwa upande wako ukitazama Allan Okello, unamuona kuna kitu anakiofa Yanga ama hakuna kitu ambacho ameongezea Yanga tangia aingie kwenye kikosi cha Yanga? Kwanza hakuna mtu kumtoa kwenye ile nafasi. Hiyo ni moja kati ya kitu bora ambacho nakiadi. Kwenye ile nafasi ya kushoto, ya kulia kwa Young Africa, hakuna mtu kumtoa pale. Ile nafasi ni ya Max Nzengeli. Lakini Max Nzengeli kwa sababu ni versatile player, mwalimu anaweza kumopt kumtumia mpaka kiungo na wakati. Umenielewa? Timu ya Young Africa ilikuwa ina mtu anatumia mguu wa kushoto, alikuwa ni Celestine Yekua, si ndio? Na football ya sasa namba 7 anatumia mguu wa kushoto. Hiyo ndio modern football. Ili asumbue mabeki. Na namba 7 lazima utumie mguu wa kushoto ili unapo dribble mpira kwenda goli la mpinzani, ukikevu ukitani ukaja kwenye kushoto, unaliona lango vizuri. Umenielewa? Hata ukipiga ndizi inazunguka vizuri. Yes, na ndio maana unaona hata mchezaji winga wa kushoto anapasa wewe anatumia mguu wa kulia. Na hii imeanza kwa kina Cristiano Ronaldo wakati wanaanza kucheza mpira, wakina Lionel Messi, wakina Asher Young. Yani mguu wa kulia unatumika kushoto, mguu wa kushoto unatumika kulia. Ili ukiturn ukevu, si ndio? Na hiyo pia tumeona kwenye mechi moja ya Young African, Allan Okello ilikuwa na National Ahli. National Ahli mechi ya away, alipiga kevu hiyo ambayo kama angekuwa imeingia kwenye on target, ilikuwa ni moja kati ya magoli mazuri sana ambayo ningeshuhudia. Hii amefanya Libase Gay pia tumeshuhudia hapa mchezo wa karibuni tu hapa. Lakini amefanya hivyo mara kadhaa huyu Allan Okello. Na amefunga hivyo akiwa pia Vipers. Amefunga pia akiwa na timu yake ya taifa ya Uganda. Kwa hiyo kwenye nafasi anacheza pale, ni ngumu kumweka mtu mwingine pale. Max Ngere akicheza namba 7, itamlazimu tena afinye, atumie tena mguu wa kulia ndo atoe cross. Sababu pale pataji cross sometimes unahitaji upate kevu. Kwa hiyo ameadi nini Allan Okello? Ameadi kitu bora kwenye nafasi ya kulia kwa Young Africa. Na mwalimu anamtumia pale kwa sababu anaamini ni mtu bora kwenye nafasi ile ya kushoto. Watu wengi wanamuona Allan Okello kama nambari 10, ila mimi Peter Passion simuoni Allan Okello kama nambari 10. Wengi wao wanasema kwamba ili umfaidi Allan Okello atokee inside 10. Of course, kwa sababu wanaona na vitu vingi mguuni. Lakini pia na jicho la kutazama. Lakini Allan Okello for me, nikimtazama Okello vizuri, anapotumika kama winga wa kulia, kwangu ni best sana kwa sababu anakuofa vitu vingi. Anakuofa kukaba ndani, anakuofa kucheza kama winga, lakini pia anakuofa kucheza kama kiungo mshambuliaji wa ndani ambaye anaweza kufanya uvamizi kwenye eneo la namba 10, ambapo namba 10 Young Africa kwa sasa ni Pacome Zouzoua, si ndio? Pacome ni mtu ambaye anaenjoy kucheza maeneo mengi. Ukimtumia Allan Okello kama invited winger kuingia kwenye eneo la shimo la timu pinzani, ni uhuru mkubwa ambao utamfanya Pacome atembee maeneo mengi ya uwanja. Utawachanganya mabeki wengine na viungo wengine, wajue namba 10 wako ni nani anatumika kwenye nafasi ile. Kwa hiyo ukimtumia pale ni siri ya kimbinu kwako, kwa sababu Pacome ni namba 10, lakini Pacome ni mtu ambaye anaenjoy kucheza popote maeneo mengi zaidi. Manake unamwacha unasema kwamba free role player, anacheza maeneo mengi ya uwanja. Pacome anaweza kaja deep mpaka namba 6 kachukua mipira. Pacome anaweza kwenda winga kachukua mpira. Pacome anaweza kuja kulia kachukua mipira. Anaweza kaja mpaka kwa fullback kachukua mipira. Kwa ukimwacha acheze vile Pacome, utamwacha Allan Okello pia naye enjoy maeneo mengi ya kucheza. Kwa ukimlimit Pacome acheze nambari 10, utakosa ubora wa Young Africa. Ukimlimit Allan Okello kucheza nambari 10, utamfanya Max Ngere aje kucheza kulia. Ukicheza kulia maana utakosa energy ya kwenye kukaba. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo wanakutana nayo Young Africa kwa sasa. Kwenye uhalisia ni kwamba ameadi nini? Ameadi kitu bora kwa sababu aliondoka Celestine Yekua
hajawa kwenye ubora ambao Yanga walikuwa wanahitaji. Lakini pia ukitafuta pia nani mwingine ambaye anaweza kuwa ni anatumia ni left footer mzuri ukimwacha Farid Malik Musa ambaye kwa sasa amepoteza nafasi ndani ya Young Africa. Hii kapoteza kabisa sasa. Haipo nafasi yake, umeiona? Ni ngumu kwa sababu yeye ndio left footer lakini hapati nafasi ndani ya Young Africa. Na mpira wa kisasa unamtaja mtu wa kushoto acheze kulia. Acheze mtu wa kutumia mguu wa kushoto acheze kulia. Nani wa kushikana nafasi ile? Ndio maana mwalimu ana opt kumtumia huyu Alan Okello kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo wewe kama Peter Passion Okello ndani ya Yanga Yanga wamepata mtu sahihi na anafanya vizuri. Of course anafanya vizuri Alan Okello. Tatizo ni kwamba sisi tumekaa kwenye namba. Unajua changamoto sisi tunakaa kwenye nafasi ya namba. Yaani kama mtu afungi sio bora. Ndio maana Kibu Denis Prosper kwa Simba Sports ilikuwa kwamba hamna kitu kwa sababu afungi. Lakini katika watu ambao walikuwa wanatengeneza pattern ya timu inapata balance kwenye kukaba katikati, kuleta individual tuseme numerical advantage kwenye midfield, Kibu alikuwa anaiofa Simba Sports eneo lile. Ndio maana Simba Sports mwalimu yote anayekuja Simba hata kama Kibu afungi anamtumia kwa sababu anampa kitu extra, si ndio? Nikwambia sasa hivi nipe namba za Max Nzengeli kwa Young Africa. Hazipo, si ndio? Sio Mudathi, sio Max yule. Yako sahihi. Muda iko wapi namba zake? Hazipo, lakini wanatengeneza kitu kipya zaidi. Changamoto sisi tunaamini mchezaji bora afunge na vikolokolo kidogo. Hayo na vitu vingi mgumu. Sasa mpira huko hivyo. Sasa vitu hivyo, unajua Alan Okello ni kwa mimi ninavyomuona kama ni mchezaji ambaye amesoma sana mpira. Kusoma kwa maana gani? Yaani kwamba ni mtu ambaye ana mpira sana darasani. So mpira wa darasani, ana basic za football. Yaani football basic zinakufanya usiwe hivyo. Anazo nyingi sana. Ndio maana nakwambia ukienda kwenye wachezaji wengi wa kizawa ambao sisi tuko nao wa Tanzania, kupata mtu kama Alan Okello ni ngumu kwa sababu wengi hawana basic za football. Yaani mtu anakuja kwa sababu ana kipaji chake tu cha mpira. Tunamwona kwa sababu ana perform. Ukiangalia bwana mdogo hata pasi zake, una mechi ya Cosmo. Apoteze mpira kirahisi. Pasi alopiga anampelekea Mudathiri. Kishoda kidogo tu kwenye space bang kamba. Na kwa sababu anajua makadirio. Yaani huwezi kupiga pasi bila kuwa na makadirio. Yaani mpira ni hesabu. Yaani ili ni upige huu mpira kufikia kwako lazima ni calculate density and velocity. Lazima ije kwako. Nafanyaje mpaka mpira ufike kwako? Nikipiga kwa nguvu kubwa utakusumbua kucontrol. Maana utaanza kwanza kuua mara mbili. Lakini mpira liko uwe mara moja, then utoe pasi. Yaani ukisha uwa mara ya kwanza mara ya pili, tayari kuna mtu ameziba. Tayari yani kucontrol mara ya kwanza mara ya pili, umeziba gap kwa mtu mwingine. Ukishaziba gap kwa mtu mwingine tayari timu imekosa nafasi tena. Ile space imeshafungwa. Kwa hiyo inakuwa ngumu. Ndio maana kwenye basic football inahitaji mchezaji ambaye anajua kwamba wakati huu ni utunze mpira, wakati huu nitoe pasi, wakati huu ni dribble, wakati huu nifanye nini. Kwa hiyo Alan Okello ana offer kitu kikubwa. Tatizo tu ni kwamba mpaka sasa hakuna namba. Sawa, huo ni mchezo dhidi ya Namungo. Mchezo unaofuata Young African dhidi ya JKT Tanzania. Bonge moja la mechi. Mchezo wa mwisho tulikuwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samunyo pale. Sare ya 1-1 kama sikosei na Young African. Tutategemea kuona mchezo namna gani katika uwanja wa KMC. KMC ndo kama muda utaongea, wanaweza kawaachia Yanga uwanja ule. Okay. Unawahukumu. Hukumu hiyo wanapaswa waipate ili waone changamoto. Of course mechi ya JKT na Yanga haijaikuwa mechi nyepesi. Lakini Young Africa wana kikosi bora kuliko JKT. Lakini JKT mwalimu wao amefanikiwa sana kuweka quality kwenye ubongo wa wachezaji. Kuweka quality kwa maana gani? Wachezaji wanaamini kwamba ubora daraja ambao wako nalo ni sawasawa na hizi timu za Kariakoo. Na ndio maana umeona hata mwalimu Ahmed Ali wakati amepata nafasi ameattemptiwa na Simba kwenda, aligoma kuwa kocha msaidizi. Anaamini kwamba ubongo wake unastahili kufundisha kuwa kama head coach, si ndio? Na tumeona alipoenda na nani kocha Gamondi, kuna kitu amekiadi kwenye national team pia. Umekumbuka vizuri. Kwa hiyo kuna namna ambavyo anaamini daraja ambalo iko nayo hata wachezaji wake pia wanapaswa kuwa nalo. Kwa ingekuwa Meja Jenerali Samuyo ningesema hii mechi ya Afrika ni ngumu kwake kutoboa. Lakini kwenye uwanja wa KMC ni uwanja ambao ni tofauti kwa sababu unajua pitch ina tofauti sana. Ukizoea kutrain kwenye artificial grasses, si ndio? Ni ngumu kwenda kwenye natural grass.
na ukizoea kwenye natural grasses kwenda kwenye artificial ni wakati mgumu pia. Kwa hiyo Afrika wamezoea ukiangalia Young Africa wamezoea, yani kwenye mechi zao wanacheza pale KMC na hata ukienda kwenye Amani pia wanapocheza mechi zao, ndio maana walichagua kwenda kule Amani, wanapajua wanapata ubora gani. Simba Sports wana train kwenye artificial grasses kule Bunju, wanaenda Benjamin Mkapa ni artificial grasses, si ndio? Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanapata favorite. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Young Africa wanakipata wakiwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Of course, ndio maana Young Africa kimbinu ndio maana wamekimbilia pia. Inawezekana kimbinu pia ndio maana wamekimbilia Zanzibar. Inawezekana kwa sababu ndio maana nakwambia kwenye kutrain, yani football ina vitu vingi vyenye misingi. Kwa hiyo ukichukulia football kama karata ni ngumu sana. Ndio maana kwenye hizi grasses ambazo anaenda kukutana nazo KMC ni wakati mgumu. Hata kule Namungo, Young Africa kule ana enjoy kwa sababu pale Ruangwa wa Lindi ni artificial grass. Kwa hiyo Namungo ana kazi kubwa. Licha kwamba naye anautumia ule uwanja ule, kwa ni ngumu kuweza kumzuia. Kwa nini hawa Mashujaa walienda pale Namungo wakapasuka kwa KMC? Kwa sababu zile artificial grasses ambazo wamezoea KMC, kwa wamekuja kukutana na mtu ambaye amezoea kwenye natural grass, kwenye ile nafasi ni ngumu kuweza kuwin. Lakini Young Africa anacheza na JKT kwenye nyasi ambazo zimezoeleka. Licha kwamba wana mbinu nzuri kocha wake ama Dali, lakini kuna nafasi kubwa Young Africa kupata matokeo kwenye mchezo huu. Sawa. Mimi ni mpaka hivi sasa msimamo wa wafungaji bora: Fabrice Ngoi ana magoli 7, Saleh Karabaka ana magoli 6, Paul Peter Kasunda ana mabao 5, William Edgar ana mabao 5, Prince Dube ana mabao 4 na Matthew Tegesi ana mabao 4. Hapa mchezaji ambaye yupo kwenye timu kubwa wao Kamikate Azam FC, Simba na Yanga ameapia mchezaji mmoja tu, Prince Mpumelelo Dube, labda kwa sababu hawakucheza michezo wengine wamecheza michezo mingi sana, michezo 12, 13, wengine wamecheza, wengine 15 kabisa. Lakini hapo kuna kitu umekiona hapo. Yupo Saleh Karabaka. Yes. Lakini pia yupo Tanzania. Yupo Paul Peter Kasunda. Paul Peter Kasunda. Watu wawili wamefunga goli 12. Hawa watu wawili wamekuwa ni silaha kubwa za Ahmed Ali. Na kuna muda mwingine kocha anamnyanyua Saleh Karabaka na mwanzia bench, baadaye anamtumia kipindi cha pili na anapata matokeo. Lakini changamoto kwa JKT kwa siku za hivi karibuni, wanakuwa wanapata mabao dakika za jioni. Ya dakika ya 80 plus 90 ndio unakuta wanasawazisha. Wameanza ku struggle. Kuna namna ambavyo wanaanza kupata changamoto kwenye matumizi ya nafasi kwa wakati sahihi. Sawa, lakini mpaka hivi sasa ligi kuu soka Tanzania bara anayeongoza kwa assist ni Duke Oga Abuya akiwa na assist 4, lakini Andre Chamungu wa Namungo ana assist 3, Elim Panzo 3 na Ibrahim Imoro ana assist 3. Huyu Elim Panzo ambao anampigia kweli kelele akiwa na assist 3 kutoka kwenye miguu yake ambayo ameweza kuisaidia timu yake. Watu wataki hizo assist kwa hazina maana. Wanataka mtu ufunge wewe. Sasa bila huyu kuassist timu ingepata matokeo. Wanakuambia kazi yako sio kuassist, funga. Ndio watu wa mashabiki wanataka. Yaani ukiassist, kwa mfano kuna assist na pre-assist. Yaani sisi mara nyingi tunaangalia bao liko linaingia kambani. Lakini kuangalia alitengeneza nafasi ya bao, si ndio? Mpaka limetokea kwa bao, tunaita pre-assist. Kwa mfano, mimi nimekupa pasi, si ndio? Wewe ukampa Chris akafunga, si ndio? Yaani mfano kama alivyotengeneza Allen Okello kwa Mzanzibari huyu nani? Mudathiri kwa Buba. Kwa yule sasa unasema Allen Okello hayuko vizuri wakati amepiga pre-assist. Yaani ile pre-assist kabla kuipiga ile Damaro kuona kwamba mpira unatakiwa kupigwa pale, ile haiwezi kuwa assist. Lakini Mudathiri bila Damaro nani yule Okello Buba kufunga, si ndio? Ingekuwa sio assist. Sio assist pia. Kwa hiyo asipofunga imechangiwa na watu wawili wale. Kuna pre na assist yenyewe.